Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News TV. Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu, mahala ambapo unazidi kupokea taarifa kadiri zinapozidi kutendeka. Sasa hivi bana, taarifa ambazo zinazidi kugonga vyombo ama vichwa vya habari ni kutokana na barua ambayo imeweza kutolewa na official pages zake makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kuhusu kujiuzulu kwake. Bana, ripoti zinasema kwamba huenda sio Nchimbi ameweza kujiuzulu. Huenda ile barua ambayo iliweza kutolewa, ambayo nilikusomea kwenye kanda ya mwanzo hapa chini, iliweza kutoka kwa viongozi wakuu wa serikali ambao wanamshinikiza Nchimbi kung'atuka madarakani. Kumbuka kwamba chama cha CCM na serikali hii ya CCM ambayo inaongozwa naye Samia Suluhu Hassan hawajawahi elewana naye Dr. Nchimbi, mtazamaji wangu, kutokana na kwamba Nchimbi amewataka Watanzania kupigana kwa udi na uvumba ili wapate katiba mpya. Mnakumbuka kwenye kamati kuu ya uongozi wa chama cha CCM, ukipenda neki, ambayo iliweza kupatana pale upande wa Zanzibari, Bwana Makonda Paul, yeye ndiye aliweza kuuliza swali, itakuwaje mnaendelea kumwachilia Nchimbi? Anaendelea kushikilia wadhifa wa makamu wa rais kipindi ambapo anaongea semi ambazo zinakinzana na msimamo wa serikali. Sasa mtazamaji wangu, inasemekana kwamba Nchimbi leo siku ya Jumanne ya tarehe 25 Agosti aliweza kuamuka akakuta kwamba barua inasambaa kwenye official pages, ukipenda ukurasa wake wa Instagram, kwamba ameweza kujiuzulu kutoka madarakani. Tuweza kumsikiliza. Kuna kaka fulani hapa ambaye ameweza kutupea taswira kamili kwamba huenda sio Nchimbi aliweza kujiuzulu kutoka madarakani, na huenda kwamba hii barua ni ya kumshinikiza, iliweza kuandaliwa na viongozi wakuu wa hii serikali wakiongozwa na Samia, kisha barua hii ikatundikwa mitandaoni bila ya hiari, bila ya ufahamu wake Dr. Nchimbi. Inasemekana kwamba Nchimbi aliweza kupatana na hii barua, ama aliweza kupata jumbe nyingi mahala ambapo alikuwa anapongezwa, bana, umeweza kufanya kazi njema kama makamu wa rais, umefanya jambo jema kwa kuweza kujing'atua madarakani. Sasa naye akashangaa mambo yako vipi. Hebu kwanza tuweza kumsikiliza huyu mwanakaka tueleze ni kipi ambacho kiliweza kujiri. Bwana, bosi mmoja aliamka asubuhi akakuta watu wanampongeza kwa hatua aliyoichukua, maisha mapya anayoenda kuyaanza. Wengine wanamshukuru kwa utumishi wake. Shangaa, inakuaje? Ucheki mzee, barua yake kujiuzuru ishasambaa. Sasa ikabidi awavutie waya watu wake wa karibu. Wanangu vipi? Sasa bosi bana, ndio hivyo bana, sisi tumeambiwa umejiuzuru. Nani kawaambia wanangu? Hamna, si bado tunaona kabisa official channel zimetumika hapa. Oya, sio mimi, yani wewe, sio mimi, wewe. Bwana, sasa jamaa akawa anakimbizana na muda, kwa sababu unajua the more unavyozidi kukaa bila kukanusha ndivyo ambavyo inaonekana kwamba ile taarifa ni ya kweli. Kwa ikabidi aulize, bwana Top vipi? Kwa sababu bwana Top ndo anajiandaa kusaini, yani ile kukubali hiyo barua yako ishafika mezani kwake. Piga simu mzee, simu hazipokelei. Piga simu mzee. Bwana, ikafika muda wale washikaji zako wamwambia bosi, sikiliza, hapa ishakuwa too late. Hapa mwanangu ishakuwa too late kwa upepo tunavyouona hapa. Wewe kubali tu bwana kwamba ndio hivyo, jahazi limeshafika pwani. 2017 hiyo Zimbabwe, Robert Mugabe alimkuta pia. Wanajeshi wakasiz televisheni ya taifa, alafu wakaja na draft ile. Bwana mzee, barua yako hii hapa. Kuna mawili hapa. Kubali mwenyewe au namna gani vipi? Inabidi mzee andike pale, barua ikaenda kusomwa bungeni.
miaka 90 Margaret Thatcher. Mama Uingereza huyu alikuwa amenyooka hivi. Sasa mawaziri wake ndio walikuwa walianza kumwambia bwana, tunavyosikia taarifa hapa za ndani kabisa, chama kinataka kikuu sogezi pembeni. Kweli waziri wa kwanza, waziri mwingine akaja tena. Bwana ndio hivyo bwana, anaosha kama maamuzi kama yamesha amuliwa vile. Kabisa Sabala mama wewe umeijenga nchi imejoka. Sasa sifa yako isije karibiwa kwa tukio la wewe kupushwa nje kama vipi? Wewe kubali tu kumwaga wino, sogee pembeni. Na kuna kijibarua hiki hapa tayari kishaandaliwa. Kweli nani kaandika? Tujui, lakini si wenyewe tumeipata tu. Mambo ni mengi. Kwa hivyo ninafikiri mtazamaji wangu umekwisha msikiliza huyo mwanakaka jinsi ambavyo alikuwa anaeleza. Huenda ikawa kwamba hii barua ambayo imetolewa kwamba Daktari Nchimbi amejiuzulu kutoka madarakani, huenda ikawa kwamba hii barua iliweza kuandaliwa na uongozi wa hii serikali ya Samia Suluhu Hassan na viongozi wakuu. Na mnakumbuka hivi majuzi katika hichi kituo chetu cha Tanzania News TV tuliweza kuwaeleza kwamba CCM walikwisha amua kwamba Nchimbi hataendelea kusalia madarakani, na nikawaeleza kwamba palikuwa na kikao ambacho kiliweza kuandaliwa Zanzibari, mahala ambapo Samia aliweza kuongoza, mtazamaji wangu, kile kikao cha neki chama cha CCM, mahala ambapo makamu huyo wa rais Dr. Nchimbi mwenye amejing'atua madarakani hakuweza kualikwa. Sasa kwa sababu hawakuweza kumwalika, eti kwa sababu Nchimbi alikuwa ni topic, ukipenda mada kuu ya kuzungumziwa, mahala ambapo akina Makonda walipiga kelele wakasema hatuwezi tukaendelea kumvumilia, hatuwezi tukaendelea kumvumilia bwana Nchimbi anazungumza kauli ambazo zinachochea wananchi, anazungumza kauli ambazo zinazua taharuki. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Sasa hapa nje kauli zinasema kwamba huenda Nchimbi sio yeye ameweza kujiuzulu, amelazimishwa kujiuzulu. Kwa nini? Serikali hii imeona kwamba Nchimbi huenda akawa kikwazo kwao, kwa sababu mara nyingi alikuwa anazungumza kauli ambazo zinaonekana kwamba zinakinzana na serikali. Lakini uhusiano kati ya Nchimbi na Samia ulikuwa unaonekana kwamba ulikuwa unaonekana kwamba umedorora. Kwa sababu ukiweza kuangalia majuzi tu kipindi ambapo Samia alikuwa anafungua bwawa, Nchimbi alipewa dakika 10 azungumze. Lakini cha kushangaza alitumia dakika 1 akasema kwamba yeye ana maneno, wacha muite rais aweza kutumia hizo dakika zingine. Kwa sababu inaonekana kwamba ugomvi ulikuwa umeafikia mahala ambapo haungeweza kurekebishika. Sijui wazo lako ni lipi? Naomba uweze kupiga subscription, tupatane kwa kanda ijayo.